Kwa jina naitwa Inspector Fuime, natoka ofisi ya mkuu wa polisi wa wilaya ya Mpanda, lakini nafanya kazi kama polisi kata ya Kawajense. Sawa, twende moja kwa moja kwenye mada husika, tutazame tunasema uzazi holela na uhalifu. Haya mambo yanahusianaje? Kimsingi ni kwamba kama polisi kata nina wajibu wa kuhakikisha kwamba natoa elimu kwenye eneo lote la Watanzania katika mkoa wa Katavi, lakini hasa kwenye kata yangu ya Kawajense. Lakini kwa kuwa elimu inamfaa yeyote anayeweza kuipata, yeyote anayeweza asikilize na aelewe kitu gani nasema. Sasa yani kuna uhusiano gani, kama ambavyo umetanguliza mada, kuna uhusiano gani kati ya uzazi holela na uhalifu? Hivi vitu vinahitaji uchambuzi. Lakini kabla sijaanza kuchambua, labda kila mmoja ajiulize huko anako, yani Watanzania wanaonisikiliza, Wanakatavi wanaonisikiliza wajiulize, yani wahalifu wanatoka wapi? Hao tunaowaita wahalifu wanatoka wapi? Jibu lake ni kwamba wanatoka kwenye jamii. Jamii imejengwaje? Iko kwenye generation. Imejengwa na uzazi. Yani wewe unakuwa na mke, unazaa watoto. Watoto wako wanakuja kuzaa watoto. Wajukuu zako wala wanakuja kuzaa watoto. Ndio jamii inajengwa hivyo. Na humo kwenye jamii ndiko kwenye uhalifu. Ndio maana falsafa ya polisi jamii inatutaka kuwashirikisha wananchi kwa 100%. Kwa sababu ndio wanaojua wahalifu wako wapi. Kwa nini wanajua? Wanajua kwa sababu wao wanaishi nao. Yaani ndugu watangazaji, kule mnakoishi, kule mtaani mnakoishi, unaweza kukuta mmepanga nyumba, labda mko wawili watatu. Ndani ya ile nyumba mlikopanga mnafahamiana wote kwamba huyu mwenzangu ni mtangazaji wa Mpanda FM, huyu mwenzangu anafanya biashara Buzogwe, huyu mwenzangu anafanya biashara zake labda soko la matunda, huyu mwenzangu haeleweki lakini anaishi vizuri. Haeleweki. Ile neno haeleweki, lakini anaishi vizuri. Yaani hauwezi kukaa kwenye nyumba miaka 2-3 usijue mwenzako unayekaa naye pale anafanya shughuli gani. Lazima utajua tu kama mwenzangu huyu bwana ni pusha, huyu kazi yake yeye ni kwenda kijijini kubeba bangi na kuleta mjini. Huyu mwenzangu kazi zake huyu ni kuuza mali za wizi. Kwa hiyo jamii inajua nani yuko wapi na anafanya nini. Ndio maana falsafa ya polisi jamii imejikita kwenye kuelimisha wananchi, kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kusudi tuweze kupata taarifa za uhalifu na wahalifu. Yaani wananchi ndio wanajua kila kitu. Kwa tunachokitaka sisi kwao wananchi, ambao kimsingi ni wajibu wao wa msingi, kwa sababu swala la kuondoa uhalifu sio swala la jeshi la polisi peke yake. Swala la kuondoa uhalifu kwenye jamii ni swala la Watanzania wote. Kinachotakiwa hapa ni kupata elimu ya namna gani ya kushirikishwa, lakini pia kupata elimu ya namna ya kutoa hizo taarifa. Nini nataka kusema hapa? Nataka kusema kwamba Watanzania wanafahamu, Wanakatavi wanafahamu, Wanakawajense wanafahamu kwamba nani yuko wapi, anafanya nini. Tunachokitaka kwao ni taarifa, lakini taarifa sahihi, ili tuweze kuchukua hatua za kuzuia huo uhalifu kabla hujatokea. Kwa kibende tunaita proactive reaction. Yaani unazuia uhalifu kabla haujatokea. Lengo ni kuwapa wananchi nafasi ya kufanya shughuli zao za kujiletea maendeleo kwenye jamii bila vikwazo vya kiusalama. Kwa hiyo nataka kusemaje hapa kwamba ninaposema uzazi holela ni chanzo cha uhalifu, nina maana naangalia kule ambako jamii inatokea. Yaani hawa watu tunaokutana sisi, yani tumetoka wapi sisi? Tumetokana na uzazi. Lakini uzazi huu ukiwa holela kinakuwa ni chanzo cha uhalifu. Uzazi holela ni upi? Maana msikilizaji anasema kuna uzazi holela. Mbona tuliambiwa tukazaane tu? Alafu anakuja kwenye uzazi holela tena uhalifu. Alafu ita uhalifu kuna ukakasi fulani. Sasa anakuja kutafsiri. Kwa hiyo wasikilizaji wa Mpanda FM Radio mnisikilize kwa makini. Yaani naposema uzazi holela na maana ni ule uzazi ambao haufuati mpango. Uzazi holela ni ule ambao haufuati nini? Mpango. Yaani
wanasema mwaka mtoto mwaka mimba, mwaka mtoto mwaka mimba. Uzazi huu ni holela, kwa sababu watoto hawa kwa namna yoyote lazima watakosa mahitaji. Sasa ili mtoto awe mtoto mwenye tija kwenye jamii, ni lazima alelewe vizuri. Alelewe vizuri maana yake nini? Maana yake kwamba apate mahitaji yake yote ya kiutu tangu anapokuwa mdogo mpaka anapokuwa mtu mzima, anapotoka kwenda kujitegemea. Yaani mzazi mwenzangu unayenisikiliza, hakikisha mtoto wako anapata mahitaji yake yote ya msingi kuanzia anapozaliwa mpaka anapofikia kwenda kujitegemea. Akiwa mikononi mwa wazazi wake, apate mahitaji yote ya msingi. Mahitaji ya msingi yanajulikana ni mavazi, chakula, malazi, matibabu. Lakini zaidi hasa mtoto ajengwe kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto ajengwe na hofu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtoto ajengwe kwenye maadili ya kidini. Kama ni Muislamu, aende madrasa akajifunze neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni Mkristo, aende Sunday school ajifunze neno la Mungu. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hakuna namna unaweza kulea mtoto bila kumweka kwenye mstari wa imani za kidini. Ukimlea mtoto wako katika imani ya dini, hawezi kuingia kwenye uhalifu. Lakini labda niseme, ni kwa vipi sasa uzazi holela unaleta watoto wahalifu mtaani? Nimetoka kusema hapa, mtoto yeyote ili aweze kuwa mtoto mwenye tija kwenye jamii, ni lazima apate mahitaji yote ya msingi: chakula, mavazi, malazi, matibabu. Mtoto akikosa chakula, lazima atoke kwenda kutafuta. Anatafuta wapi sasa? Akiwa na nini mkononi? Maana mtoto huyu kama ana umri mdogo, hii miaka kuanzia 7 kwenda mpaka 10 hapa, 13, 14 hapa, huyu mtoto atakuwa mwizi. Na anachotafuta ni chakula tu. Watoto hao watakosa mahitaji ya msingi na lazima watatoka. Kwa hiyo ndio maana nimesema mwanzo kwamba uzazi holela pia ni chanzo cha nini? Cha uhalifu. Sijui kama mnanielewa ndugu watangazaji. Na yani ukizaa watoto bila mpango, wapangilie watoto wako. Manake unavozaa bila mpangilio, ndio hilo kwamba unaweza kushindwa kuwahudumia. Yes, kushindwa kuwahudumia ndio kunapelekea kuwepo kwa uhalifu. Wanatoka kwenda kufanya uhalifu. Yaani mtoto, nimesema mwanzo hapa, lazima apate mahitaji ya muhimu nyumbani kwa wazazi wake. Akipata chakula, akapata mavazi, akapata sehemu nzuri ya kulala, akipata shida ya kiafya atibiwe, mtoto huyu hawezi kuwa mhalifu. Yaani sijui labda iweje, lakini mtoto huyu hawezi kuwa mhalifu kwa sababu anapata mahitaji yake yote na ni mtoto. Sasa tunapozaa ovyo ovyo, yaani nitumie ile neno lieleweke tu. Unapozaa ovyo ovyo, unapelekea kunyima mahitaji ya msingi ya mtoto. Na nimeshayasema ni yapi. Mtoto huyu kwa sababu mahitaji haya ni ya lazima atoke akayatafute. Anatafuta wapi sasa? Utakuta kule soko la matunda au unakuta kule chini. Wengine wanafanya kazi ngumu kabisa kubeba mizigo kwa ujira mdogo. Wengine wanatoka na kwenda kuiba vijiko, vikombe, anaenda kuuza pale apate 200 aenda kale chakula. Maana tunaanza kutengeneza jamii ya watoto wahalifu kwa sababu ya kutokuwa makini kwenye mpango mzima wa uzazi. Kwa hiyo niitake jamii kuzaa kulingana na uwezo wa kiuchumi wa familia husika. Yaani sio tu uamue kuzaa kwa kuwa una uzazi. Unazaa watoto 10, 12, si 8, 9. Unataka kugundua nini? Yaani wewe unapokuwa na watoto wanaozidi uwezo wako, unataka kugundua nini? Yaani unazaa ili ugundue nini? Kwa sababu ukipata watoto 2 watatu kama uwezo wako ndio umeishia hapo, wala sio dhambi kuishia hapo na wewe. Sio dhambi. Hakuna mtu aliwahi kushtakiwa kwa kosa kwa kutokuzaa au kuzaa watoto wachache. Hakuna aliwahi kushtakiwa. Lakini kuna walioshtakiwa kwa kuzaa watoto na kushindwa kuwatunza. Ni kosa la jinai. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba jamii inapaswa kuelewa kwamba
unapozaa watoto pima uwezo wako wa kuwatunza. Na kwa bahati nzuri ni kwamba wanazaliwa kwa hatua. Yaani kwamba amezaliwa mtoto wa kwanza, unajipima wewe baba yake na mama yake wazazi, unajipima kwamba huyu mtoto anakula milo mitatu. Je, akiugua anakwenda anatibiwa bila shida? Je, ana sehemu nzuri ya kulala? Je, anakwenda shule na mahitaji yake anayapata? Ukiona jibu ni hapana, ishi hapo hapo. Yaani kama unazaa alafu maswali haya unaona kabisa yanakugonga, ishi hapo hapo, kwa sababu sio lazima. Sio lazima kwa sababu mwisho wa siku ukilazimisha yani itakuwaje sasa? Yaani kama mtoto wa kwanza tu umemzaa, huwezi kumlisha. Huwezi kumvalisha. Hana sehemu nzuri ya kulala. Hawezi kwenda shule. Yaani uniform tu, shati na suruali au shati na kaptura na viatu huwezi kununua. Halafu unazaa mtoto wa pili. Unazaa mtoto wa tatu, wa nne, wa tano mpaka 10. Unataka kugundua nini? Labda hapo kabla hujaenda mbali, kuna wale wenye imani yao kwamba vitabu vya Biblia labda pengine wao wanasoma wakwambia Mungu amesema nendeni mkazaliane mkaijaze dunia. Akachukua hayo maandiko na akaenda nayo moja kwa moja. Sasa yeye ikawa ni mwendo wa kuzaa tu. Ili kwa upande wenu wenyewe mnalichukuliaje? Ndugu mtangazaji, hoja yako ni ya msingi sana. Hayo ni maneno yaliyoandikwa kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yanahitaji kutafsiriwa vyema. Yanahitaji tafsiri njema. Sio tu uishie kusema Mwenyezi Mungu amesema twende tukazaane tujaze dunia. Unazaa watu wajae dunia, watu wa namna gani? Sasa ndo hao wengine sasa wanachukua hayo maneno kama yalivyo, wanaenda nayo moja kwa moja bila kufanya tafsiri sasa. Tunahitaji kutafsiri hayo maneno inavyopaswa. Ni kweli tumeelekezwa kwenye vitabu vitakatifu kwamba tuzaane tuijaze dunia. Lakini tunatakiwa kuijaza dunia yenye watu wenye tija. Yaani huwezi kuijaza dunia na watu ambao tangu wamezaliwa mlo ni tatizo. Mavazi ni tatizo. Huduma za afya ni tatizo. Elimu ni tatizo. Huyu mtu anaenda kufanya kazi gani huko duniani unakompeleka? Na dunia yenyewe ndio hii. Yaani huyo mtu wa namna hiyo unampeleka, yani anaenda kuishije huko unakompeleka? Kwa hiyo nataka kusema nini hapa? Kwamba kinachopaswa kwenye uzazi ni kuangalia uwezo wako wa kutunza hao watoto nao wazaa. Ili wasije wakatoka wakaingia mtaani kutafuta mahitaji yao ya msingi, halafu kwa kupitia uhalifu, halafu baadaye wakawa ni tatizo kwenye jamii. Haitakiwi uzae mtoto alafu wenzako wao wanakusimanga. Litoto la fulani hili. Litoto la fulani hili. Litoto la fulani. Kwa nini ifikie hapo? Zaa watoto kulingana na uwezo wako. Wewe zaa hata 100 ukiweza. Lakini uwe na uwezo wa kuhakikisha wanakula, wanavaa, wanalala sehemu nzuri, wakipata tatizo la kiafya wanakwenda hospitali, wanatibiwa. Sio shida. Shida inaanza pale ambapo huna uwezo lakini unataka watoto wengi. Unataka watoto hao waishije? Yaani unataka waishije hao watoto? Ndio hao tunaokutana nao mtaani. Halafu kwa bahati mbaya sana tumewapa majina ya hovyo hovyo. Damchafu, Endulu, Kabuliwazi. Tumewapa majina hayo. Manyigu. Wengine tumefikia mahala kuwaita jina baya zaidi watoto wa mtaani. Hakuna mtoto wa mtaani. Kila mtoto ana baba, ana mama. Mtoto wa mtaani ni yupi? Mtaa unazaa watoto. Jana kuna msanii aliimba asema watoto wa mitaani wakikua wanaenda wapi? Anajiuliza kwamba wanaitwa watoto wa mitaani, je, wakikua wanaenda wapi? Hawa ni watoto. Neno watoto wa mitaani hili ni neno baya. Hawa ni watoto wetu. Wana wazazi wao. Kwa hiyo kila mmoja anayekutana na watoto namna hii ambao tunawaita jina hilo baya la watoto wa mtaani anapaswa kuwajibika kumrekebisha, kutoa mchango kumrekebisha huyo mtoto. Mchango ni upi? Unamuona mtoto wa mwenzako anahangaika na wakota chini pale. Wewe umekula chakula umesaza kule ndani. Mpe hicho chakula. Umekula umesaza kiko ndani. Au una mpango kwenda kukitupa. Kama hakijaharibika mpe huyu mtoto. Si unamuona na wakota pale? Mwambie mtoto njoo, shida yako ni nini? Njaa inaniuma. Na waga njaa waga haijifichi brother. Yaani njaa waga haijifichi. Utaona tu kwamba huyu mtoto anahitaji chakula. Mpe chakula hicho. Hiyo ni sadaka pia. Lakini unamuona mtoto wa mwenzako anahangaika, unaona kabisa anahitaji chakula, wewe unachokula ndani umesaza, huwezi kumpa yeye, unasubiria ukaenda kwa kimwage. Hiyo sio sawa. Ndio maana siku zote ninapotoa elimu redioni kuhusu masuala ya familia, nasema mtoto halelewi na mtu mmoja. Yaani anayeitwa mtoto hawezi kulelewa na baba na mama peke yake.
Kwa sababu mtoto huyu akitoka pale nyumbani kwako anakwenda shule, anakutana na watu wengine kule njiani. Anayefanya kule njiani, hawa wanaokutana nao wanamrekebisha. Kwa mfano, wakati wa mvua hizi za masika. Unaona mtoto anataka kuvuka kwenye korongo ambalo lina maji yanapita, maji mengi yanapita. Wewe mzazi ambaye, yani wewe mwananchi ambaye unamuona yule mtoto. Yani hata kama sio wa kwako, una wajibu wa kumsaidia awe salama. Kama wewe mtoto usivuke hapo, haya maji ni mengi sana. Kama wewe una uwezo mbebe, mvushe afu aende. Tunaelewana vizuri? Kwa ndio maana nasema mtoto halelewi na mzazi mmoja. Yaani wewe uko nyumbani kwako, mtoto anatembea kwenda shule. Huku njiani kuna yale mambo ya watoto anayefanya. Cheza, anataka kuvuka kwenye dimbwi, mara mimi kushika waya wa umeme, mwingine sio anacheza karibu na shimo refu. Hao wote wazazi wanaoona watoto huwa mara nyingi wanawasaidia. Ndio maana tuna jamii. Yaani wewe mzazi unayenisikiliza usije ukajivuna kwamba wewe umelea mtoto peke yako. Hakuna mtoto anayelelewa peke yake. Yaani hakuna mtoto anayelelewa na mzazi peke yake au wazazi peke yake. Mtoto akitoka nyumbani anapokwenda kucheza huko anakutana na watu wengine ambao ni wazazi wake pia. Wanamlea huyo mtoto kwa kumrekebisha pale wanapoona nakosea. Vema ninavyosema. Ninachosema mimi ni kwamba tuzae watoto kulingana na uwezo wetu wa kiuchumi wa kuwatunza watoto. Yaani kukidhi yale mahitaji yao ya msingi ambayo ni chakula, mavazi, malazi, lakini pia elimu. Usizae watoto kwa kuangalia uwezo ulionao wa kuzaa. Uwezo ulionao kuwatunza, kuwahudumia. Halafu amejuaje kama yeye ana mayai ya watoto 15? Yaani amejua ana mawasiliano na nani? Yeye ana mawasiliano na nani? Kwamba bwana watoto wako ulionao bwana ni 15. Halafu kutoka Kagera bila tuambie. Yaani kwa nini uzae watoto ambao wanafanya hata ushinde kunywa soda? Yaani unazaa watoto mpaka unashinda kunywa soda brother. Unatafuta nini? Niliishia hapa. Nilikuwa nauliza hapa. Yaani unataka kugundua nini? Kwa sababu kama uzazi Mwenyezi Mungu amekupa, lakini huyo Mwenyezi Mungu amekwambia usipowalea watoto ni dhambi. Yaani watoto kuwanyima mahitaji yao ya msingi ni dhambi. Yaani wewe sawa lakini wahudumie. Ukishindwa kuwahudumia maana yake ni tayari ni kosa. Ni kosa kwa mujibu wa matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kosa pia kwa mujibu wa sheria. Kuna sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009. Inazungumzia haki za mtoto. Haki za mtoto. Kwa hiyo maana yake ukizaa watoto wengi ukashindwa kuwahudumia utakuwa unatenda kosa la jinai kwa mujibu wa sheria ya mtoto ya mwaka 2009, sheria namba 21 inayezungumzia tafsiri ya mtoto, mahitaji ya mtoto, namna ya kumlea mtoto ili aweze kufikia ndoto zake. Swali dogo tu. Yaani unapozaa mtoto halafu kumnyima mahitaji yake, huyu mtoto unamwandaa kuwa nani? Na ataenda kuishi kwenye ulimwengu upi? Kwa sababu sio kwamba atakuwa anakaa pale ndani kwako hivi. Anakaa pale kwako hivi, anakula, analala, anakula, analala. Huyu mtoto lazima apate elimu ya kwenda kulitumikia taifa. Watanzania wenzangu mnaonisikiliza muda huu. Wewe kama unaenda hospitali unatibiwa, huyo daktari ni baba yako, ni mama yako, ni kaka yako. Maana yake kuna wazazi wake walisacrifice kumlea huyu, kumsomesha mpaka akafikia udaktari. Hapa naanza na wewe ukizaa watoto waelimishe, uwalee vizuri, wakawe na tija kwenye jamii. Tupate wahandisi wa umeme, tupate wahandisi wa ujenzi, tupate maofisa wa polisi wenye weledi, tupate manesi, tupate watangazaji wa redio na TV, tupate wafanyabiashara wa kimataifa, ndani, nje, kote tupate. Sasa usizae mtoto alafu kamlea kama kuku wa kienyeji, anapalua, anawakota, anatulia. Huyu mtoto anatakiwa aende kalitumikie taifa lake Tanzania. Anaenda kulitumikia hilo taifa akiwa na taaluma ipi? Muwezeshe. Hata ukimpeleka VETA akajua kuchomelea vyuma, huyu mtu anatija kwenye taifa. Si anachangia? Anatija kwenye taifa. Lakini umemzaa mtoto, hujampa elimu, huduma za afya ni shida. Na kwa sababu huduma za afya ni shida, anaweza stoboe. Maana yake ataishia kunjia, anaweza kapoteza maisha. Kwa sababu hajahudumiwa. Yaani malaria, kagonjwa tu kadogo tu, kifua, anapotea. Nachotaka kusema hapa ni kwamba tuzae watoto kulingana na uwezo wetu wa kiuchumi wa kuwalea hao watoto, ili waende kutumikia taifa lao Tanzania. Lakini mtoto huyu kimlea vizuri, maana yake hawezi kuingia kwenye genge lolote la uhalifu. Nachoona ni kimoja kitu ambacho pia nimekielewa hapo, Inspector. Tutajaribu pia kushare kama nitakuwa niko sawa kwa hichi ambacho pia nimekielewa.
Hii moja inaweza kawa ni moja ya sababu pia inampelekea mtoto kuingia kwenye majukumu ya kutafuta fedha kuhudumia familia ile ile akiwa bado na umri mdogo. Nilikuwa naelekea huko. Kwa huko sahihi kabisa ndugu mtangazaji. Tena inaonekana unataka kunipreempt. Yaani wewe unatangulia mbele yangu. Basi nimeacha. Sasa utulie, upate sindano, upate hii upate hii dozi. Sindano iingie, dawa iingie vizuri. Sawa. Iko hivi. Mtoto wa kiume mwenye umri kati ya miaka 7, 8 mpaka 15. Akikosa mahitaji pale ndani, atatoka kwenda kutafuta. Ndio hao unakuta nimesema mwanzo, utakuta wako mpanda hoteli pale, wanasaidia kazi kidogo, anapata 200. Na wengine wabaya kabisa, wazazi wabaya, anamtumikisha mtoto afu anampa ujira mdogo. Kwake anaona ni faida. Ni kitu kibaya sana. Alafu unakuta wale watoto kwa sababu wamezoea kuokota leo wanapata 200, kesho 300. Wako ambao wanapeleka nyumbani kwao. Wako watoto ambao ana commitment kabisa. Ana commitment kabisa, anajua kabisa kwamba mimi nikipata 200 nimpelekee mama yangu pale nyumbani apate riziki yake. Wako watoto wa namna hiyo. Nakutana nao. Mimi niko kwenye jamii sana. Yaani mimi muda wangu mwingi sana hata nikiwa na mapumziko napita mtaani kuangalia watu wanaishije. Ili niweze kujua nini nifanye kwa ajili ya jamii hiyo kama ofisa wa polisi kudhibiti uhalifu. Sasa wako watoto wanaokota wanapeleka nyumbani kwao. 200, 300. Akiokota mpaka ndizi hizi hata kama ni mbovu anapeleka kwa mamake, anapeleka kwa bibi yake. Wako wanaolelewa na bibi. Kuta bibi ana miaka labda 60, 70, 80. Anampelekea. Manake huyo ndo anaanza kumlea bibi sasa. Anaanza kumlea bibi sasa. Atatekea ni ule umri ambao yeye alelewe. Sasa mtoto wa namna hii ni bahati atokee awe hivyo. Kuna wengine ni wahalifu, ndio hao nimesema mwanzo hapa, damu chafu, enduru, kabliwazi na nini. Lakini kwa upande wa mtoto wa kike naelekea huko sasa huko nataka. Mtoto wa kike mwenye umri kuanzia miaka 7 kwenda hapa juu akikosa mahitaji mpaka kufika miaka 15 hapa katikati anakutana na madhira mengi sana. Mtoto huyu atabakwa. Mtoto huyu atapewa mimba za utotoni. Akijifungua mtoto naye, yani mtoto anapozaa mtoto ndio anazidi tatizo linazidi kuwa kubwa. Ndio maana nimeona niseme leo pamoja na Watanzania wenzangu. Niseme jambo hili, tuelimishane. Tuzae watoto kulingana na uwezo wetu. Mtoto wa kike akizaa kabla ya umri wake, huyu mtoto atamleaje? Yaani mtoto anapokuwa na mtoto mwingine, anamleaje? Tatizo linazidi kuwa kubwa. Maana yule mtoto naye anayezaliwa ataishi kwa maisha ya shida kama alivyoishi huyu mama yake ambaye ni mtoto pia. Matokeo yake tunakuja kupata jamii ambayo haina mwelekeo mwema kwenye ujenzi wa taifa. Kwa sababu mtu mpaka kufikia kufanya kazi ni lazima kuna malezi amepitia hapo nyuma. Yaani sio tu mtu anazaliwa tu kama kuku hivi, anaanza parua hivi na kutakota, halafu baadaye papu engineer, papu daktari, papu ofisa wa polisi, papu sio mtangazaji wa radio. Hakuna. Lazima kuna mchakato wa malezi na elimu. Na elimu ziko nyingi. Sio lazima ufike mpaka chuo kikuu. Unaweza kama umefika darasa lako la 7, ukajiunga na vikundi mbalimbali vya vijana, ukawa na uchumi wako unafanya shughuli zako. Umemaliza form 4 ukaenda VETA ukawa fundi wa kuchomelea vyombo, ukawa fundi wa kutengeneza magari, ukawa fundi wa umeme, ukawa mtu wa catering and what? Mambo ya mapishi, Yaani sio lazima ufikie elimu ya juu wote tu elimu ya vyuo vikuu, hapana. Elimu inayemwezesha mtu kupata riziki yake. Hiyo tu. Lakini wewe umemzaa mtoto, humpeleki shule, hapati chakula, akitibiwa hapati matibabu vizuri, ni kuchuma tu dawa za kienyeji. Huyu mtoto baadaye hawezi kuwa na tija kwenye taifa. Na ndio hao wanaoingia mtaani wanakutana na polisi. Sasa sisi kuna kitu kinaitwa kwa lugha ya Kibende proactive reaction to crime combation strategic planning. Yaani kuna mchakato maalumu kabisa wa kitaalamu ambao tunao wa kuzuia uhalifu kabla hujatokea. Ndio hii style sasa unaona nafanya. Ninapotoa elimu kwa jamii kuhusu masuala ya malezi kwa watoto wetu, lengo langu ni kuzuia uhalifu kutoka kwenye level ya chini kabisa ya familia. Kuna mradi wa polisi jamii unaitwa Familia Yetu Haina Mhalifu. Familia yetu haina mhalifu. Yaani kila Mtanzania anapaswa kuwaza kwamba familia yangu inapaswa isiwe na nini? Isiwe na mhalifu. Tukiwa hivi tunaitengeneza jamii ambayo haina wahalifu, na jamii hii itakuwa imestawi kiuchumi na kijamii. Yaani inastawi jamii namna hiyo. Jamii ambayo haina wahalifu. Yaani ukiacha kijiko hapo nje kesho asubuhi unakikuta. Umeacha jembe lako hapo unalikuta kesho asubuhi. Umesahau kufunga mlango, TV yako unakuja unaikuta. Lakini siku hizi kuna watu wanakaa kabisa nasubiri jamaa haendi, haondoki tuingie.
Yaani kuna watu wanakaa hapo kwako hivi wanavizia, wanachora la wanaangalia. Ukitoka tu anatafuta mtu akufuatilie mpaka unapoenda. Nukula kwa mlinzi, alafu huku yaani anafuatilia jamaa anaenda anaenda wapi? Yuko mtu ana simu kazi yake kufuatilia jamaa anaenda huko. Huku kazi inafanyika. Hatutaki watoto namna hiyo. Hatutaki jamii ya watu namna hiyo kwa sababu hawa hawajengi uchumi, wanabomoa. Na kwa kuwa falsafa ya polisi jamii lengo lake ni kutengeneza jamii ya watu ambao sio wahalifu. Lengo lake kubwa ni ujenzi wa uchumi wa taifa. Kwa sababu kunapokuwa hakuna uhalifu ndio uchumi unajengeka vizuri. Imagine umenunua ka TV kako kwa 300,000, 400,000. Umesotea miaka 4 5 umetafuta ka TV au sio bwana? Ka TV. Ka TV. Alafu umeondoka umekuja hapa studio kanaibiwa. Badala ya kwenda kwenye stage ya pili ya kununua kiwanja, unarudi nyuma. Unarudi tena kutafuta ka TV kwa sababu si lazima uwe nako. Kwa hiyo huko ni kuangushana kiuchumi. Tunaita back to square one. Yaani umesogea hatua moja, halafu unarudishwa tena hatua nyingine nyuma moja. Maana yake unapiga mark time. Huendi mbele. Kwa tunatengeneza jamii ya watu ambao kazi yao ni kuhujumu uchumi. Hata tukienda mbali zaidi kwenye level ya kitaifa. Wawekezaji hawa wakubwa wanapokuja kwenye nchi yetu kuwekeza, wale katika vigezo wanavyoviangalia, vigezo muhimu ni usalama katika nchi. Yaani nchi ni salama kiasi gani? Maana mwekezaji anapokuja kuwekeza kwenye mkoa fulani au kwenye wilaya fulani, kigezo cha kwanza ni usalama wa hiyo wilaya au mkoa au hiyo nchi. Kwenye level ya wilaya tunasema hiyo wilaya, kwenye level ya mkoa ni huo mkoa, taifa. Lakini Tanzania Investment Center kama taasisi ya serikali, kigezo hicho kinazingatiwa kwa sababu mwekezaji akiwekeza mtaji wake pale anataka kupata faida. Sasa kama mtaji wenyewe nao utaingiliwa na hawa wakora, naweza kusema udokozi hivi. Yaani umefungua kiwanda chako unazalisha labda mayai. Hicho nacho ni kiwanda mzee. Mayai au sio bwana? Alafu kile kiwanda kinakuwa kina wadokozi wengi. Yaani kila mmoja akitoka anataka kutoka na kifurushi. Huyu mwekezaji atapata chochote? Ndio maana nasema kigezo kikubwa cha uwekezaji kwenye sekta, kwenye level yoyote, iwe ni wilaya, mkoa au taifa, ni usalama wa hilo eneo. Ili yule mwekezaji aweze kupata faida, lazima kuwe kuna usalama wa kutosha. Nani anahakikisha huo usalama? Sio polisi peke yake. Ni Watanzania wote. Kwa sababu usalama wa nchi ni wajibu wetu sote sisi. Polisi kwa idadi, sina statistics za leo, lakini kwa idadi ni kama 45,000 mpaka 50 hapa katikati. Sasa hao polisi 45,000 mpaka 50 hapa katikati wanahudumia Watanzania milioni 60 kwa sensa ya mwaka 2022. Inawezekana? Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.